Choma macho jamani. Huyo DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Naitwa Jacqueline Kunjo, natokea shirika la michezo Sports Development Aid. Makao makuu hapa Mtwara, tunajihusisha na masuala ya elimu kwa wanawake, watoto, vijana, lakini hatujasahau kundi la watu wenye ulemavu. Tunatoa elimu ya afya, stadi za maisha, lakini tunatumia michezo kama sana. Kama unavyoona hizi ndio zana zetu tunazotumia, na huo mpira unaoshika ni wa watu wenye ulemavu wa uoni, kwa hiyo na wao pia tunawajumuisha. Mpishi, unataka kuja kula vizuri. Mwende Basasi. Pongezi sana. Kwa hiyo ni kijana mwenye ulemavu, amesoma hapa VETA, kozi ya mapishi, kwa hiyo ni mpishi, na tutatarajia kuwa naye pale kwenye kituo chetu. Tunatarajia kufungua mwaka huu katikati. Asante sana. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kwa majina naitwa Renata Chale, natokea taasisi ya Child and Youth Development Organization. Yenyewe imejikita sana katika kuangalia mtoto katika mafunzi tokea akiwa mtoto mpaka akiwa kijana. Kwa sasa tuko na hiyo program ambayo ya Malezi Project, ambapo tunakusanya makundi ya malezi chanya pamoja na watu au tuseme walezi wanaolea watoto mashuleni kwenye vituo vya kulelea watoto ambao wako miaka 0 mpaka 8, kuanzia miaka 2 hadi 8, kwa ajili ya kuhakikisha wanapata malezi yenye mwitikio na malezi ya kufikia ukuaji timilifu. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Tunatekeleza programu yetu ya mtoto kwanza kupitia TICLED ambayo inachechemua utekelezaji wa programu jumuisha malezi mazuri ya mtoto. Na tayari tunashirikiana na mkoa kuandaa vikao vya mapitio kila robo kuhakikisha kwamba programu inatekelezwa vizuri. Na kwa sasa hivi tunashirikiana na Haki Elimu kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa programu hii katika halmashauri na nyumba, kujua ni kwa namna gani imetekelezwa ili tuweze kushauri serikali. Kwa hiyo tunaunda SAM team, tunawafundisha, tutaenda kufanya data collection, baadaye tutafanya validation meeting, baadaye tutapeleka kwa mkurugenzi kumwambia kwa namna gani programu inaendelea kutekelezwa. Kwamba hatuwezi kusubiri hadi serikali ijenge madarasa shikizi nchi nzima, kwa sababu ndio imeanza na watu wanaongezeka. Lazima maendeleo ya jamii tuje na kitu fulani cha kijamii cha kusaidia hawa watoto wadogo ambao mama zao na baba zao wanakwenda kuhangaika kiuchumi huko, wanaachwa nyumbani, wanajifunza tabia zote ambazo tuzitaki badala ya kujifunza mambo yao ya kitoto yanayotakiwa. Kwenye kijiji tu pale kuna mama mzuri anayeaminika, ana ukumbi mzuri au kuna tenti nzuri, au kwenye serikali ya kijiji kuna ofisi. Tumobilize watoto. Hii ni operation ya Amshahari ya jamii ambayo iko chini ya idara ya maendeleo ya jamii ambayo ndio sisi, ili kupitia best practice ya hawa to scale up. Hata mama yuko kule, baba yuko kazini, anarudi mtoto kashajifunza mambo yote, ndio habari kakatiliwa, haijulikani alikuwa yuko wapi. Kumbe anaweza akawa kwenye center ile kupunguza muda wa mtoto kukaa peke yake nyumbani, anakuja msaidizi wa kazi naye anawasha TV channel yote anayotaka yeye, maana wamerekodi. Yaani tuna vitu fulani ambavyo vinahitaji operation kama hii wanayofanya hapa. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Mashine hii inapofanya kazi ina uwezo wa kutenganisha maganda ya nyanya, ina uwezo wa kutenganisha mbegu na ina uwezo wa kutenganisha juisi. Maganda ya nyanya zinaondolewa maganda. Bila shaka. Mbegu zinaondolewa maganda. Alafu inasaga juisi inatoka. Nikija hata nitakuja kuona live. Sasa sokoni zipo hizi. Maana nyanya pale Morogoro kwa mfano msimu wa nyanya zinaharibika. Mashine kama hii inauzwa. Mashine kama hii inauza shilingi milioni 2.5. Milioni 2.5. Lakini kwa wale wajasiriamali wadogo wanaweza kuweka order tuwasaidia mashine ndogo.
Kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani yenye kauli mbiu isemayo imarisha ushirikiano kuzuia watoto mtaani, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mtwara imeandaa mdahalo maalum ili kuzungumzia changamoto na suluhu zitakazopelekea kuondoa wimbi la watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani kwa lengo la kuwaunganisha na familia zao za asili ili waweze kupata malezi bora ya familia. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Mdahalo huu muhimu uliohudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka ngazi za wizara, mkoa na halmashauri ambao kila mmoja kwa nafasi yake alikuwa na haya ya kuzungumza. Masuala ya mkopo ni haki, elimu ni ndogo, lakini ndogo kwa maana ya watu wengi inawezekana hawajui hizo fursa, lakini kuna wengine wanazijua fursa lakini namna ya kuzifikia. Tumeona ni namna gani tunaenda kuvifanyia kazi ili dhamira njema ya Mheshimiwa Rais, maono na matarajio yake kwa wanamtwara na Watanzania yaweze kutimia. Kuona umuhimu wa kushughulikia changamoto za watoto wa mitaani, ikiwemo kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anayeenda kuishi na kufanya kazi mtaani. Hakuna mtoto anaenda kuzurura mitaani. Yaani mtaa hauzai watoto. Watoto wanatoka kwenye familia zetu. Na bahati nzuri familia zetu sio tu baba, mama na hawa watoto. Ni pamoja na mjomba, shangazi, wajomba wakubwa, washangazi wadogo na binamu na jamii yote. Kwetu mtoto ni wa jamii. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Akizungumza mgeni rasmi katika kongamano hilo adhimu, ambaye ni Mheshimiwa Mbunge na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amefungua na kuongoza majadiliano hayo na kusisitiza juu ya wajibu wa familia na jamii katika kuzuia mtoto kuingia mtaani pamoja na kuzungumzia changamoto mbalimbali za mimba za utotoni. Na hapa ndio kwenye ajenda yenyewe sasa ya kazi na utu wenyewe ndio tunaangazia watoto wetu hawa ambao walipaswa kuwa majumbani lakini wako mitaani kwa sababu sisi tu hatukuweza kufanya lile linalostahili kwa watoto hawa. Maanake tunakiuka utu wao, na ndio maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akasema hapa tuna shida ya kufanya kazi, lakini pia tunatakiwa tufanye kazi tukizingatia utu. Na katika kutafsiri mwelekeo huu, sisi tukaona kabisa mtu wa kwanza wa kuzingatiwa sasa ni mtoto ambaye alipaswa kuishi nyumbani lakini anaishi mtaani. Kazi na utu. Nyuma ya utu kuna uwezeshaji mkubwa wa kiuchumi ambao utawafanya watoto wetu wasikimbilie mitaani kwenda kufanya mambo ambayo sisi kwa pamoja tukifunguka fikra zetu tunaweza kufanya mapinduzi makubwa eneo hili. Nyie wazazi, kama mmekubaliana kuachana, achaneni, muweke agenda mezani kwa watoto wenu wanakwenda wapi. Tuleteni ustawi wa jamii, tuwaeleze pa kuwapeleka na jinsi ya kuwalea. Nyinyi wenyewe mkiwa mmetalikiana, ikishindikana hiyo ni nyara ya serikali. Hebu tumalizane vizuri kabla hatujaja na majeshi tukakukusanya tukakupeleka ndani ukapambane na hali yako nyingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo talaka hizi holela upelekea watoto kuachwa kwa bibi zao, wengine kuingia mtaani kwa lengo la kujitafutia riziki na wengine kusafiri kwenda kwenye miji mikubwa kwa kuamini wanaweza kupata maisha bora. Hii sio sawa kabisa. Natangaza rasmi kwamba mdahalo huu umefunguliwa kwa ajili ya kuendelea kuwasilisha na kujadili mada mbalimbali zinazohusu nini kifanyike kuzuia watoto kuingia na kufanya kazi mtaani pamoja na wajibu wa jamii katika ulinzi na usalama wa mtoto. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kongamano hilo lilinogeshwa na wataalamu mbalimbali na mchokoza mada ambaye ni Inspector Kato, waliopata fursa ya kuwasilisha mada mbalimbali na mjadala huo kuongozwa na mkuu wa wilaya ya Mtwara Mheshimiwa Abdalla Mwaipaya. Bado tatizo lipo, amesema mkuu wa mkoa na ametuambia inawezekana hapa tunaona wachache, lakini vijana wengi ambao tunawashuhudia Dar es Salaam pale stendi kule ya Magufuli, pale Ubungo, Darajani na kila eneo ambapo watoto hao wapo, inawezekana kabisa kuna watoto ambao wametoka Mtwara. Inawezekana kabisa kuna watoto hao wametoka kwenye maeneo
mengine Arusha, wapi, lakini wa Mtwara inawezekana wapi. Kuna watoto unaweza kukuta ukawakuta Dodoma, inawezekana kabisa watoto hao pia wametoka Mtwara. Kwa maana hiyo kuna kazi kubwa ya kuweza kufanya. Mwalimu tuliyempa dhamana kufundisha mtoto wetu amembaka mtoto maktaba. Unaanzisha maktaba watoto wajifunze, mwalimu anaenda kusoma kitabu kingine, anamsoma tena, anaanza kumfunua ukurasa wa kwanza, wa pili, mpaka anapopatikana mdogo wake kaptura, naye anafungua ule ukurasa, anamsoma. Huyu ni mwalimu tuliyempa huyu mtoto. Angalia umri wa mwalimu, angalia umri wa mtoto. Miaka 13. Anawezaje kuishi nyumbani asikimbilie mtaani? Tutatathmini tunaimarishaje ili kuzuia watoto. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kuna vitendo vya ukatili wa kijinsia katika jamii. Watoto wanalawitiwa, kubakwa, pia ajira za watoto kama chanzo cha mapato. Hili tunaliona, watoto wadogo wanakuwa vibarua, vipande, anapimiwa vipande, akafanya kibarua, akafanya hiki. Zile ni ajira za utotoni, hazifai, na wananchi tunatakiwa tubadilike, tuache. Tunasema kwamba mtoto wa mwenzako ni wako. Ukiona hali kama hiyo, kemea. Na malezi huangalia katika nyanja 4. Ya kwanza tunaangalia akili, malezi ya kiakili, ndio maana tunampeleka shule. Lakini tunayo malezi ya kiroho, tunamwambia fundisha sisi hapa, imani yetu ni hii. Lakini malezi ya kihisia, kujali kile anachozungumza na kukifanyia kazi. Lakini kuna malezi ya kimwili ambayo tunajali kila siku amekula, amevaa na anafanya kitu gani kwa sasa. Kwa mtoto A na mtoto B katika maisha yake hawawezi kufanana kitabia, kwa sababu yupo ambaye mtoto anaishi kwa hisia tangu anapokuwa mdogo. Yale anayotamkwa na mzazi yanakuwa ni sehemu ya maisha yake, kile anachokizungumza mzazi ni sehemu yake. Kwa hiyo kama haya yote atakosa akiwa bado mdogo, kati ya miaka 2 mpaka anafikisha miaka 8, hapa katikati huyo mtoto anaweza kuchagua lile eneo ambalo kwake linamfaa na sio lile analoelekezwa na wazazi. Na katika umri huo nazo stadi ambazo mzazi anapaswa kuzifahamu. Stadi ya kwanza ni stadi ya kujitambua, ambayo katika hii iko inaitwa kuji. Ya kwanza ni kujitambua, mtoto aweze mwenyewe kujipenda, kujiongoza, kujisimamia na kujieleza. Bahati mbaya tuko kwenye mkubwa hakosei. Kwa mtoto akitoka shule, kwa mfano anambia baba sawa, nimechoka niache kwanza, utanielezea baadaye hiyo. Kumbe alikuwa na sensitive story ambayo anataka kukuambia fulani na fulani niliwaona wakifanya hivi, ili wewe uweze kupima ni sahihi ama sio sahihi. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Mimba za utotoni tunazitambua zaidi zinapokuwa mtu anayekuwa shuleni kwenye level ya shule ya msingi, kwa maana kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 anapopata mimba. Mara nyingi tunasema kwamba hiyo mimba amepata akiwa katika umri mdogo. Lakini mtoto tunayemzungumzia hapa ni yule ambaye amepata mimba akiwa katika madaraja ya kupata elimu. Mtoto anapata taarifa nyingi nzuri zisizo sahihi. Taarifa hizi zinahusiana na matumizi ya maumbile yake, wakati mwingine matumizi ya viungo vyake. Kwa nini mtoto anapata taarifa zisizo sahihi? Kwa sababu wazazi wengi tunashughulika na matunzo ya watoto wetu, sio malezi. Malezi ni mahusiano ya mtoto na mzazi. Mzazi unaongea mara ngapi na mtoto wako kuhusiana na mahusiano yenu, mahusiano jinsi gani anahusiana na watu wengine na jinsi gani atumie viungo vyake. Mtoto akienda kupata taarifa zisizo sahihi kuhusiana na matumizi ya viungo vyake, ndio tunapopata watoto wanaopata mimba mapema. Malezi si ya kumpa mtoto ada. Tuangalie pia na mikoba ya wanafunzi wanapoenda shuleni. Watoto wanaanza wakiwa wadogo kupata kutumia dawa za kulevya. Hivyo mzazi unapokuwa na mtoto, mwangalie mtoto wako anafanya nini kwenye madaftari yake, fuatilia ameweka nini, ana njiani anapotembea anafanya nini, anafuatana na kina nani. Kwa hiyo kwenye upande wa dawa za kulevya watoto wanaanza wakiwa wadogo. Tuwafuatilie watoto wetu. Wapo watoto ambao wamefika mtaani kwa sababu ya migogoro ya kifamilia. Wapo watoto ambao wamefika mtaani kwa sababu ya changamoto ya umaskini katika kujitafutia mahitaji yao wenyewe.
lakini pia wako watoto ambao wamefika mtaani kwa sababu ya uzembe wa wazazi kutokuwajibika. Hata ukiweza kumrudisha kwa mzazi mwenyewe haoni kama ni shida mwanae kuwa mtaani, na wakati mwingine wazazi wanafurahia watoto wao kuwa mtaani kwa sababu wameweza kuwa chanzo cha mapato yao. Ndoa nyingi kila mtu hana cheti cha ndoa. Kwa hiyo madhara yanakuwa makubwa pale ambako wanandoa wanataka kutalikiana. Hivyo mara nyingi mwanamke anaondoka akiwa hana chochote, hivyo kufanya mama kushindwa pia kuchukua majukumu ya malezi kwa watoto wake. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Na kwa upande wao maafisa ustawi wa jamii kutoka serikalini ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufanya kazi za kuwaunganisha watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani pamoja na familia zao, walikuwa na haya ya kusema. Binafsi nitaka nizungumzie majukumu ambayo kimsingi yanafanywa kwa kiasi kikubwa sana na maafisa ustawi wa jamii ya kumuunganisha huyu mtoto ambaye tayari ameshaingia mtaani, kumuunganisha na familia. Maafisa ustawi wa jamii tunafanya majukumu kubwa sana. Asilimia kubwa sana hao watoto wanaokuja mtaani ni sisi maafisa ustawi wa jamii tunawaunganisha na familia zao. Tunasubiri mtoto aingie mtaani ndio ufanye intervention za kumuondoa mtoto mtaani. Ni jukumu la sisi wanajamii kutengeneza mazingira rafiki ya kuhakikisha huyu mtoto asije akaingia mtaani, kwa sababu akiingia mtaani ndio pale unapozungumza kwamba una vita alafu unataka uanze kutengeneza silaha wakati wa vita. Kwa hiyo naendelea kuiasa jamii kwamba kila mmoja hususan wazazi tusimame imara kwenye eneo la malezi ili kuhakikisha kabisa kwamba hakuna mtoto ambaye atakengeuka. Baba na mama watakiwa wajue mtoto wao yuko wapi, anafanya nini na yuko na nani muda wote. Sasa watoto walioko wanaenda mitaani kwa sababu nyumbani usalama hakuna. Baba ni mkali, mama ni mkali, baba anapiga watoto, baba anabaka watoto, mama anapiga anakata watoto na visu, watoto wanamwaga mpaka maji ya moto. Kwa wakati mwingine watoto wanaona kule usalama ni mdogo, wanaamua kukimbilia kwa kundirika huko mtaani na kukaa kule kwa sababu ya ukali wa wazazi. Mzazi anapaswa kujifunza tabia za mtoto wake kuanzia akiwa mdogo na kujifunza kila tabia inayoonekana kwa mtoto inamaanisha nini. Mtoto akilia anamaanisha nini? Akitembea hivi anamaanisha nini? Ajifunze hisia za mtoto wake. Akishazielewa zile hisia, aanze kumsaidia kadiri mila na tamaduni za Tanzania zilivyo. Hivyo ndio namna anapopata kujenga malezi yenye mwitikio halisi. Mtoto anaanza kuvunja hungu, anaanza kubalehe. Akija nyumbani anaanza kuwa mkali na kuwa na maamuzi yake. Mzazi anatakiwa amuelewe huyo mtoto na amsaidie kupita hicho kipindi katika ukuaji huo kwa uzuri kadiri ya mila na tamaduni za Tanzania. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.